Kusoma kitabu cha Wakolosai. Kitabu cha Wakolosai, nataka kuwaweka kusikia neno la Mungu. Wakolosai sura ile ya 3. Tutaanza mstari wa kwanza, tutatembea. Na naomba Mungu nimalizie, maana sisi tunahubiri hata ile ujumbe au maandiko sikumalizia. Na naomba sasa zingine huko mwisho ndio kuna hata lengo na jibu ya yale mambo yote ambayo tunazungumza, isipokuwa neno la Mungu lina kusudi kwa kila mtu ambaye wakati unapotoka. Basi nasema basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, si yaliyo katika nchi. Naomba ushike. Unajua watu wajanja wanapoenda mkutano, hata ile ya kienyeji, ile ya Kimasai au hata ile ya kisiasa, hawachukuagi kila neno, wanashikaga point. Kwa mkutano wanashikaga point, au mbelekani maneno yote iliyozungumzwa, iliyoimbwa, iliyofanywa nini, unashikaga point ile ambayo itakusaidia, ile ambayo inaweza kuwa nguzo, ile ambayo inaweza kuwa ndio itakuwa itoa mwelekeo. Wanaweza kutafuta malisho ya ng'ombe wakafanya mkutano wakapeleka, lakini suluhisho ikawa ni moja. Sisi kina baba Kimasai tunajua hiyo. Sasa nasema yafikirini yaliyo juu, si yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kwa nini Kristo tumekufa? Tumekufa kwa sababu ya mambo ya dunia, na maisha yetu yamefichwa pamoja na Mungu. Na laiti kama washirika wangekuwa naelewa, hii revival wangekuja wote kanisa ijani. Maana maneno mengine kwa revival haupati kwa kanisa, maneno mengine upati. Sisemi kwamba kanisa alihubiri vizuri, na wambeka sisi watu chakula ya hoteli ni tamu lakini hailei watoto. Chakula ya hoteli ni tamu lakini hailei watoto. Lakini ukienda safarini utakula chakula ya hoteli. Na usipokula chakula hoteli nzuri, unaweza kula nyingine iko na inaitwa food poison, mpaka ukakunywa dawa. Na hata hizi mambo ya kiroho inakuwa namna hiyo. Unaweza ukakula hoteli nyingine ikakudhuru, kaanza kusikia hata hutaki kanisa. Kisirani unaweza kukupata, na ulikuwa mtu mzuri, ulikuwa mtu mnyenyekevu, ulikuwa mtu muungwana kanisani, ulikuwa mtu wa kutoa kanisani. Tayari mpaka umekula chakula vibaya ambayo umepita kwa hoteli mabaya, mpaka sasa hata kanisa hutaki, utoi, hata umefilisika. Sasa nasema yafikirini yaliyo juu, si yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo. Hapo tunasema Kristo atakaofunuliwa walio uhai wenu, na nyinyi pia mtafunuliwa. Kwa hivyo kanisa, tuna kitu kimoja ambacho lazima tuiangalie sisi wenyewe kama watu wa Mungu katika safari ya mbinguni. Mbinguni hatutapeleka hii jengo, lakini tutapeleka matendo. Sema neno. Tutapeleka matendo. Na kila mtu anasimama na matendo yake. Wewe umefanya nini? Wewe umefanya nini? Na ndege washirika wako, tukiamka tuligawa vitu vya kanisa, utachukua kitu kweli? Sasa tutaki tuamke. Mimi ndio washirika wa kanisa, mimi si mshirika wa kanisa. Japokuwa dini ya KFK ni yetu. Sasa tunaanza kuchukua, wengine wanachukua speaker, wengine wanachukua hizi mangoma, wengine wanachukua gitaa, wengine wanabomea na kushika nayo, wengine wanachukua matai, wengine wanachukua na madhabahu, wengine wanachukua madhabahu ya sadaka, wengine wanatoa kio kubwa anachukua, wengine wanachukua hii maua. Lakini je, wewe utachukua nini? Wewe utachukua nini? Siku ile alichanga ndio ilikuwa na safari. Ndio ilikuwa naenda kuosha ng'ombe yako. Nilikuwa naenda kwa shemeji. Ndio ilikuwa mgonjwa. Sijui ndio ilikuwa naenda kuangalia mgonjwa. Ndio ilikuwa napokea wageni nyumbani kwako, wamekuja kutembelea Masasi. Na ndio siku ile ilikuwa inachapa mambo ya kanisa. Sasa watu watachukua, watangoi machuma, watangoi mabati, hakuna kitu utaenda naye, maana hakuna kitu ambayo umefanya. Sasa matendo. Hapo mbinguni tunapeleka matendo. Hivyo kila
kila mtu anabeba magunia sako ya matendo upokelewe na malaika. Mwingine anapeleka matendo ya ukorofi. Napeleka matendo umetoa watu kanisani. Napeleka matendo umbea kanisani. Umepeleka matendo hata roho uamini kama watu na jaso. Umekaa mwaka nenda rudi. Skofu juzi ilitenga watu wawili kanisani na wamekataa kubatizwa. Wanataka ile ubatizo kuruka moto. Akuchoma upanga moto, unachoma simu mpaka ikawaka kama ilikuwa nyekundu kama makaa, unabidisha kufa karibu na nyoyo. Sasa ndio wanakubali ubatizo. Na sisi tunaamini ubatizo yetu ni ile Kristo alibatizwa. Nasema akapelekwa kule Ainoni kwa sababu kulikuwa na maji tele. Na akabatizwa na batizaji Yohana katika mto Yordani. Sasa wanakataa. Na mimi maandiko yanasema kama mtu hajabatizwa hajakamilika. Ndio kwa wame pasa fanyeni hivi. Sababu mnakataa ni mwaka wa pili na angano na nini? Jisafiri kule mahali mnaenda. Lakini kwa hiyo bila sababu unabatizwa. Na sitakaa na nyinyi maana kuna mahali mtaenda. Haya ndio nimeona na niwaambia siku mtakuja muandike barua. Najua nyinyi mnapata bali mnapata wachungaji wazuri. Mimi si mzuri. Mimi si mzuri. Nataka laini tatu ya kanisa. Na mimi nimeweka na watu wawili nikatenga wote wawili nikakaa mwenyewe. Na ngoja, na bora kanisa na mimi washirika wale. Nenda katika Yesugi, nenda renda yote hobikameo ndio hiyo kidogo. Na ile kama hata. Ukira nalo na mama. Mimi nikabaki kwa gira. Alafu nikasema kwa watu wachungaji wawili. Na siku moja yule akachelewa nikamwambia usikuje tena. Na naandika washirika hii kienda oni wakienda wale mimi niko na nyinyi. Na wale mimi ni mchungaji. Na hapa nyinyi mkienda wale tuko na hao. Na mbona tutaendelea kazi maana mbinguni Yesu hajakuja kutafuta watu, anatafuta mtu. Na yule anayefanya haki na kutenda mapenzi ya Mungu na kuheshimu ile kazi ya Mungu, huyo ndio anaitwa. Sema amen. Sasa wengine hawajaitwa. Wengine ni wasindikizaji tu. Sasa kwa mimi ni msindikizaji na kusindikiza tuende kwenda mbinguni. Lakini mimi siendi. Na unajua kitabu cha Yuda anasema kuna watu walioandikiwa tangu kusaliwa hukumu. Kwa hivyo hata mbinguni hawaendi, watangu wasaliwa wameandikiwa hukumu ya kwenda jehanamu. Mwangalie mwingine anamwambia ni wewe. Unaokoka karibu unamalizia safari unapiga watu kofi au unaenda kwa mganga kama vile Saul alipofanya. Anapigwa ramli na yule mwanamke. Na Maria ndiye anaharibu njia za Mungu. Mungu alimtuma kabisa wa Maleki kufanya kila kitu hakufanya. Akaenda hata kuchagua vile vitu vinono. Hakufanya. Na Mungu akamwambia mtamulilia huyu mtu Saul mpaka lini na mimi nimemkataa. Kwa hiyo Mungu anakataa mtu. Mungu anakataa mtu. Nafika mahali Mungu anamkataa, hataki mambo yako. Naona utani unamshidisha. Uoni nini? Hakuna. Na kwa sababu unashangaa gharika inaweza kuja maeneo. Na wale watu wa Mungu wana pesa zao, wana ng'ombe zao, wana utajiri wao, wana majumba. Bahari inainuka, inaenda mpaka karibu na mbinguni, inawaangukia. Inafanya mafuriko. Wanarudishwa baharini na kuwa nyama ya samaki, chakula ya samaki na nini na ni watu. Mungu anakasirika. Na wakati kujua Mungu anakasirika, wakati alimtuma Yona akakataa kwenda. Na alipokataa kwenda, aliingizwa roho ya kimbelembele, roho ya ujeuri, ya kwenda kulipa nauli na alikuwa akilipa nauli. Unaweza fanya gharama kubwa, hali hautafanya gharama. Sema amen. Unaweza fanya gharama, hali hautafanya gharama. Lakini ukafanya gharama kwa sababu ya ukatili wako. Njia ilikuwa fupi ya kufuka tu kaenda, lakini kwa sababu ya ukatili na kutokusikia kwako ukafanywa msunguko. Wewe ukapata maisha karibu usea hakuna, hata ukuli tena. Yona akasafirishwa akajikuta kwa ile nchi. Na kwa ujeuri alihubiri siku moja. Nasema mji wa Ninawi ulikuwa na mwendo wa siku 3. Lakini Yohana, huyu Yona alihubiri na siku moja. Na ujumbe ulikuwa tu moja. Tubuni. Maana baada ya siku 40 Ninawi
itaangamia. Na bila sema na hiyo ujeuri wake alipomaliza akaenda kando hiyo mji kwenda kukaa kuona vile Mungu ataiangamiza hiyo Ninawi. Na watu wa Ninawi wakasikia neno la Mungu, wakaamua kufunga. Mfalme akaamua wafalishwe watu mbuzi, magunia, ng'ombe, wakafunga na kuomba. Mungu akawahurumia, wakaona vile wameshuka na Mungu akaondoa dhambi zao. Kuna kile kitasaidia Mungu akuache, Mungu akuhurumie, Mungu akuepushe hizo balaa. Mungu aone hili haustahili tena, kwa sababu umeshuka, kwa sababu umenyenyekea, kwa sababu umekuwa karibu na Mungu. Mungu anasema sasa huyu hapana. Na Yesu amesema hata sima hata ule utambi utoa moshi. Kwa hivyo hata kole ndio kwa bwana huu ndio Yesu kwa. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa alikwenda kukaa huko anaongoja Ninawi huko yaangamie. Na mwisho aliongea na Mungu vibaya. Nilikuwa nakujua tu. Kwa sababu alikuwa anakataa kwenda. Kwamba wewe unafanya huruma na hao watu. Yeye alikuwa na kisasi na watu. Kwa sababu labda anawapiga watu wa kwao. Sababu wamesikia ni watu wabaya au ni makabila ya watu wengine. Akachukia. Na sasa Mungu baada ameona watu wananyenyekea na Mungu akawahurumia. Sema amen. Amen. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Tukiwa tumefufuliwa kweli, sisi kama tumeokoka, tutafute mambo ya Mungu. Tafuta mambo ya Mungu kama leo haya tuliyofanya kama juzi, kuhubiri Injili, kuambia mtu mwenye dhambi habari ya ufalme wa Mungu, kutenda kazi ya Mungu, kuhubiri Injili, kuja kukusanya jukwani, kuja revival, kuomba. Vitu kama hizi asitaki kutoka katika nyumba ya Mungu. Hata leo unasikia wale tulikuwa na wao, leo unasikia hali si kawaida. Unasikia tu chemchemi, unapumzika mwenyewe. Hata leo nilikuwa nakaa hapo na wasikia wanatoka Injili, wanaanza kunena tu hapa. Wataki kwenda, wanaomba, wakiomba inakuja. Maana mifereji zinaanza kufunguliwa. Nyingine imefurika na matibada ya sukuma, mmefupana huko mchana, mmekasirishwa, umefanya nini? Mambo mengi maisha nyumbani, mtu anakosa school fees, amekuwa mkatili akusikii. Atendi vile unataka, amekuwa mkorofi. Tena hizo vijana wa siku hizi unakuwa na sura mbaya, na hata nywele inakaa kama mtu anatoroka. Kwa hivyo hata nywele inakuonyesha kama anatoroka, hata hakai vizuri. Kwa hivyo hata mwenyewe ukiangalia afungi tai na hakai vizuri, kama ni nguo iko hapa. Na ndio anaruka hapa. Kama ni nywele siko hivi, haya naona ni fashion. Nilimwomba Mungu hiyo fashion ipite. Itabidi ndio anakuja na mafuta tunaangalia tu. Atakuja na watu kurudia kama hizo kwa nywele, akaambia nywele watoe nywele kichwani, na waache kandefu au aseme ni fashion. Ndio lazima wafanye. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni vitu ambazo siko simulia sinapita. Nilienda huko Samburu, nikaona kama wamama kama ni fashion. Kumbe vijana wa huko wameenda Samburu wakaona wamama, hiyo ndio kinyosi ya wamama. Wanajua huko wanawake alafu wanasuka inakaa tu rasta. Tumama tusichana yote lakini wanaona hapana. Hiyo ni safi ni ya wamama huko. Kasema kumbe walikuja huko, nilikuwa naongeka. Muona mwongeka hapo. Mwongeka ulikuwa hapo sio kwa Injili. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hiyo ni fashion ya wamama. Wanajua kabisa. Nasema kumbe jamaa ameiga, wameona kafanya ni fashion, kumbe ni kinyosi wa kina mama. Nikauliza mwingine kwa nini, nasema sasa huku ni fashion kwa sababu kuosha nywele kichwa mzima ni ngumu. Maana maji ni shida. Hiyo maji huko tukana ni shida. Sasa afadhali aweke kidogo tu ionekane hivyo. Maana akiweka mili hapo inakaa sawa sawa. Na pia kwa kubeba mizigo. Hayo ndio inasaidia. Kwa hivyo kama mmefufuliwa pamoja na Kristo, tafuteni yaliyo juu, Kristo alipo. Hiyo ndio Yesu amewacha. Tutafute mambo ya juu ndani ya kanisa. Hii makanisa kwa nini ndio unakuta mkora mwingine anakuja, unakuta na watu mamilioni. Nilikuja Mombasa, nienda Mombasa. Nikaenda huduma. Na sasa wengine sawa sisi wahubiri, unapoingia unaanza sababu unafunga shuka kwa mtu anajua, nauza kaka kofia yako kakebu, hata hakuna mtu anakufahamu. Kaingia watu wawili ongea na wafahamu. Na huyo bahati mbaya huyo waliokuwa mbele ninamjua sana.
ni jirani yetu. Sasa akaanza kuongea, ametoka kwa nabii fulani Mombasa. Na akamwambia mtu, tumebarikiwa, Mungu ameshuka, tumeona mambo mengi, hata sasa naamini kwangu mambo itakuwa sawa sawa. Sijataka alijue. Tukakuja kutoka Voi, tukafika Motate, akapigiwa simu. Kaambiwa mzee wako amepigwa na fulani na mpini ya jembe. Akasahau kuongea, akamwambia mwambie huyo nyang'ao. Akatoa matusi mengine hapo. Tunaangalia ile baraka sasa hizi baraka ndio hizi. Akaongea, akamwambia mwambie, akachukua simu, akapiga polisi. Nimetuma pesa. Nenda mkamkamate mtu nimkuta kwa ndani. Nani namjua anaitwa mama fulani. Tukafika tena nikasema cha pressure ile kwanza. Akaongea. Kwa gari mpaka watu wanamsikiliza kwa matatu mzima. Huyo mwingine nikaona kuna ile inaitwa Daga. Na ni jirani pia. Na ni mwokofu. Na ameipa msichana Mombasa. Nikasema hii masafari sina vituko. Wokovu saa zingine wana vituko. Na ninataka uokoke mahali pana mwangaza, na uokoke mahali pana giza, na uokoke kwenye korido, na uokoke sokoni, na uokoke ndani ya nyumba yako. Amen. Uokoke kila mahali. Si wa kanisa Jumapili kwa sababu unaona mama wenzako au unaona wasee wenzako. Unakuwa mzuri. Tunaenda nyumba moja na mchungaji, akaniambia nisindikize kwenda kwa nyumba fulani. Tukaenda mama, baba anapigana na mama. Makamba sinavunjwa huko ti. Hodi. Sasa hodi nao napigana. Lakini sio tunakuta wangwana, hata kama ni vita vyao. Na mtoto akaenda katika akasema baba, pasta amekuja. Kila kitu kinanyosha pa. Anasema tengeneza. Wakaenda. Anasema karibuni jamani watumishi wa Mungu. Karibuni watumishi wa Mungu. Nilikuwa nafanya kwa wale nyumba imaliza vitanda. Na vitu ilikuwa ni yao. Hata ukiangalia sura ya mama kuna unaona amekula kofi. Lakini sasa imegeuka imekuwa pale. Mama wakati mambo ya nyumba yao itoke nje. Na tukapigwa chai. Ile ndio naona mimi mzee ajabunywa. Kwa hapo. Sasa ndio kwa Kimasai hapo ndani ndio mimi sida hiyo hapo. Yaani ndio kwa Mungu ndio baba, ndio siku. Lakini unaona tumetekeleza kazi ya Mungu. Tukaomba. Na ule mnakaja kushika kweli afadhali mmekuja maana walikuwa wanakufa mtu. Mimi ni mkweli. Ile vitu ilikuwa kwa hiyo nyumba ilikuwa kali. Lakini basi niliamua kwa sababu mchungaji amekuja nimekusamehe. Na msamaha umekuwa kwa sababu mtumishi wa Mungu amekuja. Na hiyo vita ikaisha. Okoka kila mahali. Kama basi mlikufa pamoja na Kristo, yatafuteni mambo yaliyo juu. Kristo aliko. Sema amen. Sasa wa pili, yafikirie yaliyo juu, si yaliyo katika nchi. Kanisa, tufikirie mambo ya juu. Fikiri mambo ya juu mama. Fikiri mambo ya juu baba. Fikiri mambo ya juu. Mama huko ndio asina yako iko. Niweje ndio kwa hilo neno. Hapo ndio asina yako iko kwa kazi kama hizi. Kwa huduma kama hizi. Sitakulinda hapa duniani na mbinguni thawabu utachukua na utapata. Na itakuwa ulinzi hata kwa watoto wako utakapowaacha. Kwa nini? Umefanya kazi ya Mungu. Tuyafikiri mambo ya juu. Si mambo ya hii dunia. Inapita. Dunia ya magonjwa, dunia ya shida, dunia ya taabu, dunia ya huzuni, dunia ambayo unasikia vitu vinaosha masikio, vitu ambavyo ungependa kusikia, lakini unasikia wasema maana uko dunia. Sasa nasema tuyafikiri mambo yaliyo juu. Fikiri mambo yaliyo juu. Na hii ndio ilikuwa Musa anajua. Kamwambia Farao, utaenda kuabudu Mungu na vitu vyetu, na ng'ombe yetu, na pesa zetu. Hata mifupa ya watu wetu tutaweka kwa magunia, tutaenda nazo. Tutaenda kuabudu Mungu na kila hata ukwato ya ng'ombe. Ama ng'ombe ile kile goisho bigimwa. Tunaenda kuabudu Mungu na vitu vyetu.
na mashamba yetu. Tutaenda kumwabudu Mungu na watoto wetu. Enda kumwabudu Mungu na pesa zetu, na kumwabudu Mungu na ng'ombe zetu. Tuyafikiri mambo ya juu. Na Farao akamwambia, endeni tu wenyewe, mwache tu kitu kingine, ndio mkamwabudu. Ambia no, hapana. Tutaenda na vitu vyetu. Leo watu wengine wanaabudu Mungu lakini hawaabudu na biashara zao. Hawaabudu na ng'ombe zao, hawaabudu na mashamba yao, hawaabudu na mapato yao, hawaabudu na chochote yao. Na nashukuru Mungu maana lazima sijafanya kubwa, lakini hakuna kitu mimi sijatolea Mungu. Sipokuwa tu ni bibi yangu, nimesema hata wao niambia ndani huduma. Sipokuwa tu bibi yangu hiyo sio simpeana, maana ndio nilipewa na Mungu. Lakini mambo mengine, mashamba, maploti, mapesa, nguo, manini nimezitoa. Kila kitu nimetoa, hakuna sina deni. Na bado nikizipata nasitoa. Sasa ngoja gari siku 10 nitoe moja. Kwa nini? Nataka nifanye kazi ya Mungu pamoja na vitu vyangu. Sifanyi nusu. Maana wengine wanafanya kazi na Mungu kwa miili yao tu. Naleta tu mwili kanisani. Hata leo katika injili kama hii, sijui kama umechangia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au namwacha kubisha kwa ngangana mwingine. Mimi mchungaji na ndio mambo ya siri. Leo unakuta kwamba wamepita umefika mahali, wameweka mahali, wamegoma, wamekaa hivyo, hawaoni msito, na atakayechukua aibu ni kanisa, na kanisa ni mchungaji. Sema amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kazi tuyafikiri mambo ya nini? Ya juu. Kufikiri mambo ya juu ni kufanya nini? Ni kufanya kazi ya Mungu. Ndio kufikiri mambo ya juu. Unafanya kazi ya Mungu hapa kanisani. Unafanya kazi ya Mungu. Leo kisiraji kikujia kwa mlango, utasema nini? Wewe unasimama kwa mlango yako sasa. Utasema nini? Mwambie taja mambo yako mbele za Mungu. Utafanya nini? Utasema nini? Una kitu gani ya kumwambia Mungu? Wengine wataacha mavipo, wengine watasema mavitu makubwa. Wengine wataongea vitu kubwa mbele za Mungu. Wewe utaongea nini? Utasema nini? Ni kama vile nimekuambia, leo tukisema tugae vitu hii kanisa, tutachukua nini? Mimi siendi na chochote. Hakuna nini, maana hakuna nini nimenunua. Mimi nachukua kabaki kangu niishi. Lakini unasema hata na hii pesa. Na wengine watakodesha lori ikuje ibebe. Na wengine hata ya basikeli hawana. Na wengine watajisafia watu kuja na mfuko ndani na mikono mitupu kama mimi. Kwa nini? Hakuna kitu umewekeza. Hakuna kitu umeweka kwa Mungu. Sasa Mungu anaangalia matendo. Anaangalia utendaji kazi wako. Kama ni injili, kama ni nini, kama ni hiyo, inaweza kuwa hujajenga lakini umejaza watu kanisa. Umeleta watu wangapi? Bwana Yesu asifiwe. Umeleta watu wangapi kanisani? Wacha sasa ya wiki hii injili. Tangu ndio kanisa umeleta watu wangapi? Hao watu wote ni bishop ndio wanaleta. Na wazee wa kanisa au na wamama wa kanisa. Bwana asifiwe. Ni wakati unaenda injili. Na mkono kama unaenda injili. Umeenda injili na mkono. Mwene mkono 1, 2, 3, 4. Hakuna wengine. Mimi niliwaombea. Nilikuwa pale hata mmekuja kwa injili, nilikuwa nawaombea. Mimi nimeungana na nyinyi katika ulimwengu wa kiroho. Kazi iwe rahisi. Na shughulipata watu. Watu ngapi? Jumla 18. Kwa hivyo tukigawanya kama watu 4. Mimi ni 5. Tunagawanya kama naenda na wasama wangu kwa sababu sikuombea. Bwana sifiwe. Sasa wazee hawa tukiweka kama tugawe, tutakunini mtandao. Anaanza ndio akidumu. Mbona kama ndio? Kwa nini? Hamjawajibika? Na Mungu amkulaswa hospitali. Na kuwa na mgonjwa. Na unajua kuna injili wiki hii, ndio ndio umechangia. Yaani mimi ndio watu wa ile goma wamekuwa waone baba fulani, baba Olemise amekuja nyumbani akihubiri injili. Si kuja kutatua kesi. Maana wengine wanajengea watakuwa kesi. Lakini si injili. Mama fulani alikuwa ni manyumba yote leo. Ni nini? Kwa sababu ya injili ya nyumba kwa nyumba. Yesu. Unaona ile ndio kutoka kwa watu wote kuombea watu sala ya toba wale.
Maana ni wakosaji tu na wanajikana huyo kama jikaranga kunyamaza kimya, kujifanya wao si wakosaji na wakati ni wakosaji. Hapa tunaingiza makosa kanisani. Tumetangaza, tumekubaliana, tumechanga, tutoke. Hapo nafikiri mambo ya juu. Hapo nafikiri mambo ya juu. Yafikiri mambo ya juu. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa aliye wa uhai wenu, ndipo na nyinyi mtafunuliwa pamoja na yeye katika utukufu. Basi ficheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: uchafu, tamaa mbaya. Hiyo moja nimeruka. Uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndio ibada ya sanamu. Hata kutamani kumbe ni ibada ya sanamu. Kutamani vitu vibaya na tamani ulimwengu, hii ni ibada ya sanamu. Maana haina msaada kwako, ina msaada kwa mwili. Na mwili na mali nafika inaisha, inakuwa hakuna. Ifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: tamaa mbaya, mawazo mabaya, kutamani, ndio ibada ya sanamu. Unatamani dunia tu, unatamani dunia inakushika pua, inakupeleka vile inataka. Hauna siku ya maombi, hauna siku ya nini. Ukipata hata ya mwaka, hauna siku na kutoka shukrani ya mwenyewe. Mimi si Yesu baba. Kama yana hali ambayo kitu kwa 2026. 2020 isamehe, mimi ni mwalimu leo. 2025 familia yako baba, ulisimama kwa kanisa ukashukuru Mungu hiyo mwaka 2025 baada amekuita yote pamoja na familia yako. Na wewe baba, na wewe kisema ndio, hata wewe unasema ndio, bishop anajua au kanisa inajua. Kuna wengine hata hujatoa shukrani kwa sababu ya ile mwaka umepita, familia yako ilikuwa salama. Hujasika, hujakuwa na kisirani yoyote, umekuwa na amani, Mungu amekulinda, lakini hakuna kitu umekumbuka kwa sababu wewe Mungu mkubwa namna hiyo ambaye amekulinda. Unaona sadaka wanatoa kanisani. Wakitoa sadaka, kama ni sadaka ya pesa, wakisitoa hawanyoshi. Unajua pesa ni roho. Leo nakufundisha kitu fulani kwenye pesa. Wakitoa sadaka wanavunja hivi. Hata si mimi mashemasi wale wanahesabu pesa ya kanisa. Tunaona imevunjwa hivi. Isionekane, maana maisha yako yanavunjika tu hivyo. Pesa unatoa sadaka ambayo umeivunja. Kwa nini unaivunja? Kama ni 50 umetoa, sinyoshe tu. Sinyoke tu. Hizi hapana karatasi. Hii ni karatasi ambayo iko na roho ndani. Ndio sababu tunauaga watu kwa sababu ya nini? Na uwezi pia kuna makaratasi mingi ya marangi njiani, lakini ukiona hii rangi utachagua ndani hapo weke mfuko. Angalia kama mtu hajakuona unakuwa unasema ni bahati yako. Kwa sababu si karatasi ya kawaida. Lakini hii karatasi Mungu anakulinda mwaka mzima na familia wanakuwa na amani. Au Mungu anakupa neema hata haujakumbuka. Ng'ombe sipo nyumbani, hata juzi nilienda kanisa nyingine watu wana ng'ombe mamia, lakini hakuna mzee anayehesabu mbuzi. Pastor akaniambia ukiwaambia tu wanahama kanisa. Ndio ndio kanisa. Nikaangalia ndio kanisa. Hawataki, na huyo ni mambo ya Mungu, security ya vitu vyake, security yake. Mungu amekuwa akimlinda, amemtunza, amepata afya. Wengine wameenda, wengine wamepotea, wengine walikuwa na kisirani na vilio na maombolezi, wao hujapata. Lakini hata huyu amekugaramikia. Kwa hiyo yote unalipa watchman anayelinda vitu vyako, unalipa mchungaji wa bushi, unalipa mkulima wa shamba, lakini Mungu mwenyewe anayekulinda siku zote. Dhabihu ya shukrani mbele za Mungu mwaka mzima hakuna. Ni kweli? Ni kweli? Mungu anakulinda na makisirani. Lakini wewe una, lakini 2025, 2024, 25, hata 26
au toni hata unateseka. Si ajabu utapigwa moyo ya kichwa. Kwa hiyo maandamano ya kila mtu utafuta vita. Na inaweza kuwa kuna ngao ya kukinga hiyo moyo, kwa sababu Mungu umemweka mpani. Haufikiri mambo ya juu. Mungu akifikiri mambo ya juu atafanya mambo ya juu. Utafikiri mambo ya juu, utatoa dhabihu na ushukuru Mungu. Sema leo mtu mmoja anataka pesa. Yeye atatoa si mbaya. Wewe ni mikono vile na limaka hivi. Ni kupiga kofi wa mtu. Kwa mama. Sababu ya kazi. Ndio sisi nikategemea washirika ambayo hawatafikiri mambo ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ili Bible leo ikufanye ufikiri mambo ya juu. Mahali Kristo alipo. Mahali Mungu alipo wafikiri mambo ya juu. Maana kuna kisirani sana kwa mtu ambaye afikiri mambo ya juu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Kwa ajili ya hiyo mambo inakuja ghadhabu ya Mungu. Ule mstari wa 6 nasema kwa ajili ya hayo mambo inakuja ghadhabu ya Mungu. Sasa ghadhabu ya Mungu inakuja kwa watu ambao hawafikiri mambo ya juu, kwa watu ambao wanatenda mambo maovu kama wao tunasoma, kwa watu ambao hawafikiri mambo ya Mungu, hawatendi mapenzi ya Mungu katika maisha yao, inakuja mapigo. Napata pressure, napata sukari, mifupa inakataa kasi, unaanza kulala usiku, unapiga nduru na mko kikimbia sana, unaanza kuota manyoka makubwa inakuja kwako, maana hakuna mlango. Maisha yako haina mlango, haina maneno, haina Mungu ndani. Unafanya kila siku kung'ang'ana, kazi ya kung'ang'ana kila siku. Kung'ang'ana kila siku. Jeni kwa sufuria, kwa sahani, kwa mdomo. Kesho unaamka kufanya hiyo nyingine. Hauna maisha yako ina utulivu, maana mwenye utulivu haiko ndani yako. Bwana asifiwe. Msinipige marufuku. Leo ni ibada ya mwisho, kesho naenda nyumbani. Sababu kuna mkutano, kuna mambo mengine. Tunafikiri mambo ya la mambo ya hemana. Baru mwenye mmoja ndege kula ajira ndio unyo soda. Nebula ndio nasema. Kama ni kila nyakama. Dalam mtu yanga ile ya kuingia sema. Kama ndio sisino ila ina. Ndio kuna alfumero koloni. Ndio ukuta nyumba imekombolewa inaliwa na baridi huko. Na unangoja na unapokelewa na mashetani uhai wako. Kwa maisha marefu. Kwa nini haukutengeneza maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mwenzi Yesu. Tufikiri mambo ya juu. Hii ndio tumeacha kwa kanisa. Tumeacha kufikiri mambo ya juu. Unalala upinduki. Unalala uombi. Unaangalia simu masaa 22. Ni simu tu kwa mitandao, mapicha za watu bakisirani, maushuda yao manini, na hata si ya kimungu ya dunia tu. Na kula maneno zako na hata wewe simu ndio kuletea pesa. Nimeambia vijana, hii mtandao imekuwa ulevi mwingine. Na hata kuna watu wanatumia hiyo mtandao faida kwao, inawaingizia pesa. Wao wanapata pesa. Anamwambia gusa hiyo kitu na chini, wewe mtino unagusa, pesa yako imeenda. Na yeye anapata pesa. Mwisho wa mwezi anapata pesa. Akienda kwa sababu kama anapata pesa, wewe haupati kitu. Wewe umeshika kuinguni. Hata nadhani ungetoa nguo ukimbie bila useme watu kusheni muone mahali unamalizia. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni dunia. Tufikiri mambo ya juu. Tuache hii ulimwengu. Soma neno la Mungu. Tafuta kujua Mungu, kufuata Mungu. Mambo ya Yesu ambayo unayokuja kutafuta uzima uwe katika maisha yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka yule mtu alikuwa na mapepo. Nasungumza hapo. Alikuwa mtoto wa Mungu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Inakuja ghadhabu ya Mungu tukisipofanya mapenzi ya Mungu. Mambo itaenda vibaya. Usipofanya kazi ya Mungu utafanya ingine. Utafanya ingine. Usipoenda injili utaenda ingine. Mama atoroka nyumbani, atakuacha. Sasa uende kwa ushemeji. Na wewe sina mkono tupu.
Tunakataa kutoa dhabihu. Mama anataka kushtaki na mambo yote ile ameweka. Anapeleka kwa ile jambo dunia. Akienda kumwaga shida na kuaibisha mbele ya mashemeji zako. Na mashemeji anakuambia umetutukana. Kulingana na hii mambo imeletwa na mambo umetutukana. Faili ni ng'ombe. Ndio sasa ndio ndio baba. Nigila ko le keste ba nigila ko kina sawa. Nigila ko kina tola la. Nigila ko la ko yo. Elkere. Na ndio fundika kama branded. Na ungekuwa kanisani, ungefanya maombi, ungeenda injili na wewe mke wako, ungetoa dhabihu, hiyo kitu ingefunikika. Hiyo kashina inatoa inaingiza baridi, ingefunikwa. Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakosa vitu vingine kwa sababu haufikiri mambo ya juu. Fikiria maombi, fikiria kusimama na kazi ya Mungu. Hivyo hautaki yafikiri mambo ya juu. Niko na malipo. Yaro ni hinyori. Maana niko na malipo. Hii hapa iko na malipo. Kuna kinga. Tayekewa maisha yako. Tayekewa mlango ya grill ambayo hata risasi ipiti. Na mawe ya watu ipiti na wachawi hawezi kukunja na wapiti. Mimi niliona mtu mwingine kwa nyumba anakula meno. Nini nalia kwa hiyo? Lakini ananua kiswa unafanya nini? Ni meno. Hapana, hii mesiku. Kwa Mungu kumulika hakuna kitu, anakula neno. Naambia niko na hiyo kashida. Naambia si kidogo. Sasa kama mama ukipewa mtu kama huyo mzee anakula neno hivyo unawaje? Roho. Na ile inaweza kupunguza hizo vitu kutoa ndani ya maisha yako. Ni ukifikiri mambo ya juu, Kristo atakuwa pamoja na wewe. Mbingu itashuka, itakuwa pamoja na wewe. Kwa nini siku hizi watu hawajasi roho? Hawaneni lugha. Unakaa na mtu kanisani, habadiliki, mwaka unarudi. Habadiliki, haneni, hajasi, hata ufufuo hakuna. Kwa sababu mambo ya juu haiko pamoja na yeye. Ile mambo iko na yeye ndiye anashughulikia. Ile mambo iko pamoja na yeye ndiye anafanya kazi ndani yake. Ukifikiri mambo ya juu utafanya kazi ndani yako. Mambo ya kiroho itakuwa ndani yako. Kunena kwa lugha itakuwa ndani yako. Kuhubiri injili itakuwa ndani yako. Kufunga na kuomba itakuwa ndani yako. Kutoa mambo ya kimungu itakuwa ndani yako. Kazi ya Mungu hautaupatia mgongo, utakuwa ukifanya. Kama mwaka huu nimwambia watu msitoe, kaeni tulivyo. Lakini sisi tunatoa, tuangalie mwisho wa mwaka kama tunalingana au hatulingani. Maji mambo yamejaa kupembelezana sana. Hapana. Hii si kwa ushemeji. Hii ni mambo ya kujitetea maisha yako. Hata huyo shemeji anatetea maisha yako. Hii si mambo ya hapa. Wewe mama, wewe baba. Bila sema anayependa mama au baba au nini kuliko mimi, huyo hanifai. Hayo mpaka Mungu mpaka wewe na jamii yako Mungu amekuwekea. Kwamba kama hii itakuwa mbele yako kuliko mimi, haufai. Hayo mstahili kuangalia vitu vingine kuliko Mungu. Weka ya Mungu mbele zako sikuje nyuma. Kwa naambia watoto wangu, huyu mama na waita wote wakusika. Kamwambia sisi wote pigeni laini hapo. Na mimi nikakaa nikamwambia mama kuja nyuma yangu hapo. Mama akakaa hapo. Nikamwambia ingine trailer. Ibaki hapo nashikana na mama nyinyi kutoka katika nendeni. Na sasa ndiko tu wamefanya. Wameolewa wawili au wengine wako hapo wamepewa kubwa na wataenda. Na mpaka mwisho nitabaki na mke wangu. Kila mtu anaenda kutafuta wake. Hata kutafuta mwingine ambaye hata labda hata anipendi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nyinyi wengine trailer. Hii gari ya moshi inaenda sasa kichwa inaenda yenyewe. Sasa mimi na mama ndio kichwa. Hiyo maboki tunaunganisha kwa barabara tukipita. Kila mahali tunaacha. Wanaenda na kwao. Wanaenda kupanda trailer zingine. Wanakuwa na kichwa na wao wanaenda trailer nyingine. Maisha inaenda namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Na nikamwambia kila mtu aende tafute Mungu. Na mimi sitakuwa na wao, nikamwambia sitakuwa na wewe. Kuna mahali tafika nikikuwa na wewe na kuna mahali tafika sitakuwa na wewe.
Lakini pale mtu umekuwa na wewe, nimekufundisha, nimekuambia dhambi ni mbaya, nimekuambia njia hii haifai, naambia heshima ni mzuri, hii ni mzuri kufuata wasee, kaa na wamama vizuri, nimekufundisha mahali unafika utaenda mwenyewe, usiposhika ya baba yako utashika ya dunia. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisha kutoa sadaka. Mimi ninaenda kesho na leo ndio sadaka. Sasa ifanya mkono mkubwa na mnaisi ndio sadaka inakuwa ni mbaya. Biblia inasema usiende mkono nyuma wa Bwana mikono mitupu. Kama iko kwa hiyo program nipatie mimi ndo hapa ndo yangu. Wengine wanaendelea kutoa Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja kulikuwa na mchungaji huko kwetu. Hii makanisa madogo iko na shida. Sasa ingine si mnatutesa na kina rosto hapa. Unatutesa. Maana kanisa mnaacha sasa ili mpasa kanitoa mashilingi ikajaa kwa mfuko. Sasa kaangalia na alikuwa na mgeni akaona hiyo mashilingi imejaa nini, akatiliwa na mashilingi. Akachukua akawaambia na mwambia kila mtu anapata yake. Na mimi nilikuwa nawaambia mimi si wajarushia, lakini niliwaambia endeni mweke ifika nia mlete. Sasa nikaambia kama ni makini mbili, maana kama unataka msingi makini mbili kwa ile jana. Mimi mkalete mwanze kusumbua makumbuni mkili tresha pasadaka na hesabu. Naambia hata pasa nyingine la imechanganya. Ingine ina namba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Niafikiri mambo. Beba hiyo neno. Asiema vijana. Fikiri mambo ya juu. Na kufikiri mambo ya juu unaokoka. Ndio katika vyombo na siku ya mbingu wetu. Bwana asifiwe. Amen. Katika vyombo hapo tunakurudisha tukapiga siku mambo ya juu. Na vyombo pamoja na siku ndio unapiga tu vyombo. Na hiyo vyombo yende mbinguni na ina mbingu yake. Mbingu ni saa Yesu kwa sababu mambo badilike ndani. Na kufikiri mambo ya juu na kuokoka. Unabaki tu hapo. Unaenda unakuacha. Baba ukishuka hapo hiyo mbele wa Yesu unashuka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Samehe nilikuja na sababu mtakata hizo ndio hapa kama mtaka. Mtakasa. Aiteni. Kwa nasema sasa hubiri injili ya mwili lakini je na nje lazima kama basi wewe ukati ukae kama jamaa mwingine nilimwona kwa naimba mshumaa. Nafunga tai, nafua suti, nafunga tai. Sio sawa. Msichane wachana nazo hata Mungu anajua uko na nywele itakuwa kubwa. Labda alikuwa akifanya kwa kinyosi, kwa sababu alikuwa anakuwa na manywele marefu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa vile tunasema tukiwaongelesha wataenda endeni. Kwani nani kwani mtaenda sasa ni tunaendelea na kazi inaendelea. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo lazima sisi unakaa kama mtu wa Mungu. Tai nzuri unapiga kasuti yako, luku nzuri alafu unatokea mbele ya watu. Uko sawa. Amekata pikipiki mara mbili tu na kasuka ile ya Kimasai. Sasa anakuja hivi mmoja yuko hapa, mwingine yuko hapa. Vijana tunapeleka hapa. Angependa mjini mtu anamwambia wacha kuongea kila kitu. Hata ukaenda kule hiyo mchezo na kusalimia kule. Hii Kenya kila kitu leo ajabu tunaletea mambo yake. Sasa naona jamaa anaenda hivi. Sasa naona huyu kijana anafanyaje? Kwani nini ni mgonjwa? Kuja kuangalia miguu. Angalia tayari akijikuti tena mpya. Ananunua mpya dukani. Hata si ile imetumika. Wewe unatafuta tayari kufuatia pikipiki imeisha. Yeye anataka kununua mpya dukani na anataka mara mbili. Na amesuka sana anatembea hivi. Bwana ifanye hivi na akinyanyua sana na gonga huko. Mafiko. Lakini kama mtu akiona hizo vitu vingine na anafikiri mambo ya juu hakuna shida. Amina. Bwana sio. Mimi kwenda Mungu. Haingii ni fundi barabara nyingi. Lakini nategemea kwamba hizo ndio kutoka kwa kichwa inatoka kwa roho. Inakaa hapo kwa kichwa inakaa. Amina. Na pia nataka kuwa nani? Bwana sio. Amen.
Marafiki zangu mnajuana na wao mnajuana. Yaani nyumba yako naipenda sana. Bwana asifiwe. Watu waokoke. Najua kuna vitu kutoka punda. Punda kwa wale masaida na siroke kwa hizo zile yana juu. Mama ikienda inafuata kidogo kwa sababu imeenda na hiyo wala inaangalia na fundi. Mbuzi sikienda zinafuata tena kidogo kidogo hawa ndio wanaangalia na fundi hapo nje. Ndama ndio ikitoka inaenda ndio ndio anaangalia hapo mrudi hapo nyumbani. Sasa leo nilikuwa naomba hapa. Kidogo nikaona wajamaa wengine wameenda wamekaa pale. Sema, kwa nini wamepiga injili na mnadai dakika 2-3 injili imeisha. Wameleta watu kanisani. Ni ngumu ya dini. Usipoingia ndani utahubiri. Utahubiri. Maana kama utashinda unataka kushuhudia namna gani? Tupelekeni ushuhuda. Hiyo ndio kazi Yesu ametuachia. Enendeni ulimwenguni, mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kila mtu aaminie na kubatizwa ataokoka. Na ishara hizi zitaambatana na wale waaminio. Kwa jina watatoa pepo, watakunywa vitu vya kushaita wadhuru, watatokelea mashetani, wataponya wagonjwa, hata watafufua wafu. Ishara zitaandamana na wale waaminio. Wakienda kuhubiri injili, mambo itafanyika. Utapokelewa, watu wataokoka. Utakemea mapepo, utaitwa usiku kaombea watu, utaenda usiku kaombea watu, utaekea watu mikono katika uponyaji. Maisha kila mtu atakapogusa itakuwa sawa. Ilikuwa sasa nahubiri pale sasa kwenye jukwaa. Mtu mmoja tajiri wa hapo, tulikuwa karibu na nyumba yake, akawa na baa. Nikamuomba sana, maana alikuwa na vyombo vinatoa sauti na karibu ndio kusikia vyombo vyetu. Najua siku hizo ndio tunapata vyombo. Nilikuwa tunafungua kanisa la sasa. Nikamuomba, nikamwambia bro, huyu ambayo mwenye hii kazi, naomba unisaidie kufunga hizo vyombo vyako, nihubiri kwanza mfalme mwenye nchi, alafu nikimaliza uendelee na kazi yako. Kaniambia hii nyumba inalipwa, nimelipia kodi. Na hizi vyombo sina kazi yake, wewe fanya kazi yako. Nikamwambia nimekuomba. Akaniambia hiyo sasa sikia, hiyo ni pesa yako inafanya kazi na niko huru katika nchi ya Kenya. Nikamwambia nitafunga hii duka lako na nitakufunga wewe. Na sasa nimeanza kukufunga, nimekufunga miaka 7 gerezani. Hapa majipatu nimekufunga miaka 7 gerezani, alikuwa ananiangalia. Na hii biashara yako nimefunga hiyo nyumba yote, isipokuwa labda kama mtumishi wa Mungu atakuja kwa hiyo nyumba yako. Kama injili nikaenda. Kidogo kidogo waisi wakaiba voi. Wakakimbizwa na masidi. Wakakuja kwa ile plot. Wakamuomba aweke bar. Na hiyo bar ilikuwa na hizo bunduki mbili AK-47. Sasa walipokamatwa pale, wale wakapenyeka, wakafanya vile, wakapekua nyumba, wakapata ile bar na nilikuwa na ile pesa na ile bunduki mbili. Jamaa bado nilikuwa miaka 7 mpaka sasa hapo ndani. Na ile nyumba imefungwa. John Spence anaishi hiyo nyumba. Ile mchungaji tumemweka pale. Na ndiye ameweka biashara pale. Hiyo mlango zote zimefungwa. Hii injili na uwezo. Nasema ishara hizi. Na Mungu atakupa security saa ile unafanya kazi yake. Mungu atakupa security. Wewe sema kazi ya Mungu, Mungu akose kukupatia security akati kwa kazi yake. Mungu atakupa security. Vile rais analinda utalindwa hivi. Vile mkubwa fulani analinda akifanya kazi ya serikali, anapewa bodyguard, anapewa gari, Mungu atakulinda hivi. Hakuna kitu, hakuna ugonjwa, hakuna shetani, hakuna mchawi, hakuna chochote atakayepenya kwako. Amen. Maana yeye ako pamoja na wewe. Kahubiri kasali. Pale tukafungua kanisa pale, ndio kanisa la ilikuwa kanisa la 7 tulifungua. Naenda kuhubiri kasali ni mbele tu na wajani kidombele tu asesi. Sisi tukahubiri pale. Na siku ya kwanza tukahubiri. Na huyo mtu tukianza kufunga vyombo vyetu anafunga yake pale. Na ina sauti. Hizi vitu vya kishetani inakuwa na sauti ya kishetani. Maana hata shetani hachomi vitu vyake. Na nyinyi mkisikia kweli kinachoma yeye. Lakini yake haichomi. Sasa tukianza kumtana naweka na ile
na anapita karibu 6 na ni mkamba haita anajua kuitandika. Hata na watu wa Injili ni kama wanakimbia kwa kelele. Mimi nikasikia kama nimekasirika. Nikaona kwa nini Mungu wewe usifungua hapo hao watu wa Meso ni kuhubiri. Mungu ananiambia naye atakuwa mwisho leo hapo. Kahubiri nikamwambia mimi nakuomba ile siku ninamaliza Injili na nimemaliza mambo yako. Mungu alikuwa amemaliza mambo yako. Kahubiri siku ya siku ya pili. Hiyo siku ile sasa nilipopiga naweka ile kadi na watu wengine wanakula Mungu kapo na akulu. Nikamwambia fungeni, wamekataa. Nikamwambia Mungu usiku. Nikimaliza Injili saa 1. Hata kama sijapata kitu nitaenda nyumbani yangu na mguu. Maana sitakaa hapa. Na itakuwa nadhiri yangu na wewe Mungu. Nikienda nyumbani, nikifika nyumbani, nikiamka asubuhi, nisikie mambo ya wale watu walikuwa wanakusahau Injili yako vile wamefanyika. Hiyo siku nitakayesikia huko, nisikie. Walipoamka nikamaliza Injili kama saa 12:30. Nikatafuta bodaboda. Nikaenda posta kanipigia na kwa nikamwambia niko nyumbani. Basi kanyamaza. Asubuhi kwenye saa 5 yule jamaa akaalikwa Ukambani. Kwenda ile university cha nini cha wala cha akaitwa Ukambani. Kulikuwa apita njia afanye asubuke. Kulikuwa apita barabara ya Rongo aende. Akaenda kupita kule Ulili. Na hiyo gari alikuwa anaweka muziki. Ikifika kwa mpaka akakamatwa na hizo vyombo zikapelekwa kule Moshi. Sikataifisha. Na yeye akakaa ndani kwa siku kadhaa. Akasema jamani, Mungu ameniambia niombe ili kwamba nifunguliwe. Ile kapul wakapigana siku ile ikachomwa. Na serikali ikaja kuchukua watu walikuwa na tairi yao. Na mama mmoja anapaka external akampata. Nikamwambia sisi ni nyinyi ndio umechezea kazi ya mwenyewe. Kazi ya Mungu ni kazi ya mwenyewe. Hata kama utaki kufanya. Namasa. Patia wanayefanya wafanye. Patia wanayefanya wafanye. Usiwavunje moyo. Usiwakatishe tamaa. Usiwaoneshe ubaya. Hapana. Usiwaongeleshe kama wana kazi nyingine. Maana Mungu atakuwa akiangalia kazi yake vile inaenda. Na anaangalia wale wanaangalia anayefikiri mambo ya juu. Na kufanya kazi ya Mungu ni kufikiri mambo ya juu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwanzo tunafanya kazi kubwa. Mpaka hapa. Unafanya kila kanisa la hivi. Kuja yangu kuone kama inakaa kama hivi. Wana hizi vitu dazo kama ziko hapa. Labda naweza kuwa hizi ziko hapa ni gharama ya kanisa langu lote. Lakini kuna wale wamesimama wamefanya. Na kuna wale ambao hawajafanya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuyafikiri mambo ya juu. Si mwaka inapita. Mpaka tu mchungaji akumbuke. Akumbuke sasa bishop na makanisa yake anasimamia. Muulize. Kesho kuja ofisi muulize. Nasimamia makanisa mangapi katika region hii? Akwambie. Wale wachungaji wako chini yake. Baada kujua habari zake. Apeleke national. Kile simu ambayo anapigiwa kwa sababu ya huduma ya kazi ya dini na pamoja na kazi ya Mungu. Akuambie na ana maisha yake na familia na ana pia yako. Sasa ni mpaka umpatie afikirie kama zaida kwa kesho semina kama hii. Mpaka akukumbushe semina ya wamama, akukumbushe wazee semina ya wazee, semina ya wanaume, semina ya vijana. Na wewe ni kiongozi na unafikiri mambo ya juu, ni mpaka kila siku ukumbushe. Kwa nini ukumbushe kwa kupiga chai asubuhi? Tunamngao kupika. Bwana sifiwe. Tunamngao kupika chai asubuhi. Haukumbushi, unaamka na unaamsha kwa kupika chai. Unaamka na sasa sisi bila kunywa chai. Maana pia usipata ukumbusho kazi ya Mungu. Maana haiko wapi? Haiko hapa ndani. Siko tuko hapa. Tunaamsha na tunakumbusha kufahamu. Unakumbusha kufahamu. Kama mtu nasikia ile kitu mbaya, ile ulemavu mbaya ni ulemavu wa kusahau. Sasa kufutika mikono, unakuta mtu ana mikono na watoto, ana nini, ana shamba, ana gari, ana kila kitu. Lakini nasikia mtu ugonjwa wa kusahau. Unaweza simama mbele ya soko ukakojoa, kafika mambo ndani ya choo. Na unaweza kaamua ukatoa nguo ukatembea kafika umevaa nguo, umesahau. Ugonjwa wa kusahau. Hiyo ni roho. Mgonjwa mbili mbaya, ile ya kulala, sickness, nini?
Hiyo. Nalala ukiendesha basikeli, kule kwa analala akienda, akaendesha basikeli anatoka na kichwa. Alikosa njia, maana analalaka akitembea na amelala. Akitembea njia analala mpaka anaingia kwa mtaro, ameanguka. Na hapendi kufanya hivyo. Sinakuja tu nimemfunika ubongo amelala. Hii dunia iko na vituko. Mungu ndiye anakulinda wewe. Bwana asifiwe. Ndio nakwambia kumbuka mambo ya juu, yule ambaye anakulinda, yule ambaye anafanya usima wako. Sema amen. Amen. Ndio ni Mungu sadaka tu sadaka sana. Tusimame.